Kwanza ni ile mambo ya kuweza automate services. Hapa ndio tusikuwe na msongamano wa watu pale wakingojea watibiwe, na pia vile vile itaimarisha ile revenue management, ndio revenue ikuwe collected ya kutosha na kuweza kuendeleza hii hospitali. Manake kama sasa mgao wa mwisho ambao tumepata ni wa Januari 2025. Kwa hiyo bado iko miezi kadhaa ambayo bado hatujapata hizo fedha, na ukiangalia mwaka wa kifedha wa serikali unaisha mwezi wa 6. Kwa hiyo hatuna muda mwingi wa kuweza kutumia hizo fedha hata zikija, kwa sababu yale mahitaji bado yamelala mengi sana. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inazuia maendeleo na huduma kupatikana katika kaunti. Hapa tumeona kwamba bado changamoto ipo kidogo, hususan ule mfumo wa SHA wa kidijitali, na ndipo ukitembea unaona msongamano wa wagonjwa na wale ambao wanataka huduma za kiafya bado inakuwa shida kidogo. Ni ombi langu tu kwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Aden Duale aweze kuweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba ile system ya SHA imefunguka na inafanya kazi, ndio yule mwananchi ambaye anategemea hii SHA aweze kupata huduma kwa haraka. Na pia niseme ni ombi kwa kaunti yetu ya Kwale waweze kuhakikisha kwamba wameweka mfumo wa kidijitali katika hospitali yetu, ndio ili hawa wagonjwa wakija hapa waweze kupata huduma kwa haraka, kwa sababu tunajua teknolojia imeweza kurahisisha mambo mingi katika usambazaji wa afya.